Sasa leo tuna ibada inaitwa kupokea vazi la ufuasi. Sijasikia vigelegele wala shangwe. Sasa nikasema ufuasi ni nini? Ni ile hali ya kumfuata mtu au kiongozi katika tabia, matendo na mwenendo wake. Tunapozungumza ufuasi, ni hali ya kumfuata aliye juu yako au kiongozi wako katika tabia, matendo yake, mwenendo wake na kadhalika, hata kuvaa, hata kuongea. Wanafunzi wa Yesu mwanzoni au nisema wanafunzi wa Yesu kwa lugha nyingine, kwa jina lingine, walikuwa wanaitwa wafuasi wa Yesu. Kuna ufuasi wa vyama vya siasa, na unawajua hawa wafuasi wa vyama vya siasa walivyo. Ni wafuasi hasa, na wako tayari kufia chama chao kwa sababu ya itikadi ya hicho chama. Kwa hiyo tunapozungumza ufuasi, nisikilize tena kwa makini. Yamkini Mungu alikuwa anakutafuta wewe leo uwe mfuasi wake kwa upya. Kwa wanafunzi wa Yesu waliitwa wafuasi wa Yesu, kwa maana alimfuata Yesu katika tabia, katika mwenendo. Na siku ile tukakuonyesha wakati Petro, Yesu amehukumiwa kuuawa, na Petro alikuwepo usiku akiota moto pamoja na wengine, kwa maana waliokuwa kinyume na Yesu. Baadaye katika mazungumzo wakamtambua Petro kwamba naye ni mfuasi wa Yesu. Wakamwambia, hata wewe tumegundua kwa namna unavyoongea wewe ni mfuasi wa Yesu. Akakataa. Alipogundua wamemstukia, akatoka pale. Alipokuwa anaondoka, wakaona anavyotembea, akasema, wewe ni wa huyu bwana, mbona unatembea kama yeye? Kwa sababu waliona anavyoongea na anavyotembea. Kwa wanafunzi waliitwa wafuasi wa Yesu Kristo. Wana Mungu au mwana Mungu ulioko hapa leo, itakuwa ni kujidanganya na kupoteza muda kama utakataa kuwa mfuasi wa Yesu Kristo. Lazima ufuasi uanze. Ndio maana maono haya na agizo hili, masomo ya awali na ya lazima kwenye huduma hii, mjumbe alipopewa maono ilikuwa ni somo la ufuasi. Ukifeli ufuasi kwenye huduma hii, umefeli vyote, kwa sababu huyu aliyekuokoa anaitwa Mungu au Yesu Kristo. Anachotaka kwako ni ufuasi. Nisikilizeni vizuri. Anachotaka kwako ni nini? Ongeza sauti. Anataka nini kwako? Anataka nini kwako? Nimesema kumfuata kiongozi wako katika mwenendo na tabia. Kwenye ufuasi ndiko tunakutana na utii. Hauanzi utii, unaanza ufuasi. Ukishafuata ndipo unatii hichi anachokuagiza unemfuata. Hiyo pointi iandike. Hauanzi utii, unaanza nini? Ufuasi. Ukisha kuwa mfuasi wa chama fulani, kwa kiongozi wa chama husika anapotoa maelekezo kwa wafuasi wake, ndipo wanatii. Kwa kanisa likikosa ufuasi, hamna kanisa. Kanisa sio jengo. Yaani wewe ukikosa ufuasi kwa Mungu unayemwabudu, hakuna namna yote utakutana na baraka zake. Kwa ufuasi ni lazima. Ufuasi ni nini? Ni lazima. Hebu mwambie jirani yako, ufuasi ni lazima.
Mimi huwa kuna vitu wanaviwaza kwa binafsi, yani mimi mwenyewe. Hivi najiuliza, mimi nataka kwenda mbinguni. Nani hataki kwenda? Hayupo, si wote kwenda. Tunaosikia wanamwabudu Mungu, lengo lao wanataka waende nini? Lakini wamesahau kwamba mwenye mbingu anataka wamfuate. Ufuasi. Wengi tumefuata watu, wengi tumefuata dhehebu, na wengi wamefuata dini, lakini hawajamfuata nani? Yesu. Nisikilize wewe, narudia. Walio wengi wamefuata dini, na walio wengi wanaifuata dhehebu kwa uaminifu kabisa, lakini hawajawahi kumfuata nani? Yesu. Ndio maana Yesu alipowatokea wanafunzi wakati anachagua wale 12, alianza na Petro akasema nifuate. Alimfuata kumfuata. Hata Elisha alimfuata Elia. Elisha alikuwa mkulima na enzi zile alikuwa tajiri. Ana wale ng'ombe 12 pea zile za kulima. Akamwambia tujifunze wiki iliyopita, akasema nifuate. Akuuliza maswali, alichoomba tu ruhusa awaage baba zake. Akasema nakuomba Bwana wangu niende niwaage baba yangu na mama yangu. Alipoenda kuwaaga akamfuata nani? Akamfuata Elia. Yaani hapo unaposali ndipo ufuasi wako unataka kufanya nini? Uanzie na uonekane. Huwezi kuniambia una ufuasi nje ya pala ambapo unakula neno. Kwa namshukuru Mungu kwamba leo kwa neema yake tunarejea mahali pa ufuasi. Ufuasi huo wa kweli kwako tunauona madhabahuni. Uaminifu wako, uwezo wako wa kuattend ibada, uwezo wako wa kufanya safu unazopewa. Sasa huyu kweli sasa anamfuata. Kwa kujichunguza, kujitathmini sio dhambi. Kufanya tathmini ya maisha sio dhambi. Ni hekima inayokusaidia ujione ufanye vizuri kesho. Ni hekima ya kuondoa makosa ili ufanye vizuri kesho. Kwa ndani ya somo hili, pamoja na kuendelea na hili somo, tunafanya pia nini? Tathmini leo ya ufuasi. Ili sasa tunapopokea vazi hili la ufuasi, tulivae hili vazi, tuende nalo na matunda yaanze kuonekana kwenye maisha yetu. Sasa basi, kwa nini ufuasi? Narudia nilifundisha. Alafu nitamalizia na vipengele vichache. Kwa nini ufuasi? Yaani kuna sababu gani ya sisi kuwa wafuasi? Kuna umuhimu gani? Tunapata faida gani ya mimi na wewe kuwa mfuasi? Moja, faida ya kwanza ya ufuasi ni kwamba utapokea mafuta ya huyo unayemfuata. Na hakuna maisha bila mafuta. Si unaona sasa hivi hii crisis iliyotokea mafuta mwilini? Kwa sababu mafuta ndiyo yanaendesha kila kitu. Ili ndege ziruke zinahitaji mafuta, si ndio jamani? Meli zitembee zinahitaji mafuta. Magari yaende yanahitaji mafuta. Kuna mitambo viwandani yanahitaji nini? Mafuta. Yaani hakuna maisha bila nini? Bila mafuta. Na rohoni hakuna maisha bila mafuta. Ndio maana unahitaji mafuta kila siku. Yaani nafikiri mafuta tu umemiminia hapo na ukupaka. Kwa maana nguvu ya Mungu ndani yako. Kwa sababu hapa duniani mambo ni mengi. Unahitaji mafuta kukuvusha katika vikwazo na changamoto nyingi za maisha. Kwa faida ya kwanza, unapokea mafuta au nguvu ya huyo unamfuata. Kwa lugha nyepesi tungesema unapokea nguvu ya Mungu ndani yako siku zote ya kukuwezesha ushinde kila eneo kwenye maisha. Neno la Bwana nasema naye Daudi alishinda kila mahali alikokwenda. Ukumbuke Daudi alikuwa anointed, alipakwa mafuta na Samuel. Kilichompa shinde kila mahali, alipakwa nini? Mafuta. Yale mafuta aliyatunza. Kwa kila vita aliyokuwa anapigana anashinda. Kila vita aliyokuwa anapigana anashinda. Na yeye Bwana Mungu wa majeshi leo unapopokea vazi la ufuasi akupe kushinda katika jina la Yesu. Umeshindwa sana, tumeshindwa sana. Kila pambano wewe ni mandongo unapigwa tu. Kila pambano unapigwa tu. Tukatae
kwamba leo Bwana tunarudi mahali pa ufuasi ili tushinde. Agano langu lishinde, afya yangu ishinde, kwenye uchumi nishinde, kila mahali nishinde. Anayetaka kushinda nisikia akisema amina. Amina kubwa. La pili, faida ya pili, unakuwa kama unayemfuata. Kama unayemfuata. Yohana 20:21. Unakuwa kama yule unayemfuata. Yesu alisema kwenye Yohana 20:21, kama Baba alivyonituma na watuma ninyi. Unakuwa na nguvu hiyo hiyo, hekima hiyo hiyo, mamlaka hiyo hiyo. Lakini inatokana na nini? Na ufuasi wako. Lingine, ufuasi. Kwa nini ufuasi? Ufuasi unakubadilisha. Ukiona mkamilifu yuko hapa mwaka wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita, 7, 8, 9, 10, yuko vile vile, maana amekataa nini? Ufuasi. Ufuasi, tabia ufuasi lazima unabadilika. Unakubadilisha uwezo wa akili, uwezo wa kuona, uwezo wa kutenda, yani uwezo wako unakuwa mkubwa. Tunarudi kwa Elisha alipomfuata Elia. Elisha hajawahi, hana historia ya kutenda muujiza kabla hajamfuata Elia. Nisikilize vizuri. Hakuwa na historia yeyote ya kutenda muujiza kabla ya kumfuata nani? Elia. Alipomfuata Elia, Elisha alitenda miujiza. Mojawapo ni mahali walikuwa wanaishi watu. Kuna Wafalme wa Pili 2 pale. Alikuta pana watu wanaishi pale, ni mji mzuri, lakini maji yake yanazaa nini? Mapoza. Akatakasa maji ya mji ule. Aliwahi kumfufua mtoto wa mama moja, alikuwa mtu mkubwa sana serikalini, Elisha. Aliwahi kumsaidia mwingine, shoka lake lilidondokea kwenye maji, aliliazima. Ufuasi huo, si ndio? Yes. Na aliwahi peleka dubu kwa maadui waliokuwa wanamcheka. Na aliwahi lisha taifa, katoa unabii. Taifa lilikuwa na njaa, akasema kesho majira kama hii unga utapatikana kwa wingi katika mji huu. Kwa tabia ya ufuasi inakubadilisha. Unaanza kuwa na akili, hekima, uwezo, nguvu. Nimefundisha hivi vitu sana. Hebu Mungu awasaidie. Yaani huwezi kubadilika kwa shule uliyosoma. Kinachombadilisha mtu ni nguvu ya Mungu ndani yake. Nisikilize leo. Kama wewe unajifanya unaelewa sana. Kinachoweza kumbadilisha mtu akawa tofauti ni nguvu ya Mungu ndani yake. Inaingia kutokana na ufuasi. Unaona, kuna mtu unamuona ni kiongozi wako, kuna vitu unaviona ni vizuri, unaanza kumfuata. Ile neema yake inaingia ndani yake. Uwezi kupiga wachawi kwa masters ya sheria. Uwezi kupiga wachawi kwa degree ya afya. Uwezi kupiga wachawi sipondi elimu na kufundisha. Unanielewa vizuri mpaka hapo? Kwa masters ya economics uwezi. Lakini unapiga wachawi na mapepo na majini na watu wabaya kwa nguvu ya Mungu ndani yako. Sasa hiki kitu kitafute. Nilikuambia hapa, akili kubwa kuliko zote duniani ni akili ya Mungu. Tafuta, fuata. Usiwekeze nguvu zako kwenye mambo ambayo yanapita. Uwekeza nguvu zako kwenye vitu ambavyo vitakusaidia wewe na uzao wako. Juzi kuna mkamilifu alikuwa hapo ofisini. Tukaongea jambo zuri, nikamshukuru Mungu, ana akili sana. Nikamwambia sikiliza, kuna tofauti ya mafanikio na baraka. Unafahamu hilo? Mafanikio ni kitu tofauti na baraka. Sisi kanisani hatuji kutafuta mafanikio. Mafanikio kila mmoja anaweza kutafuta kawa nayo. Si hata wapagani wengi wamefanikiwa. Hivi mnanielewa ninachoongea? Kwani Wachina wale wameokoka? Uliwahi kusikia wananena kwa lugha? Uliwahi kusikia wanamhubiri Yesu Kristo? Wajapani wale umewasikia wanamhubiri Yesu Kristo? Wamefanikiwa hajafanikiwa? Sasa mafanikio vitu vile tofauti. Kanisa halihitaji mafanikio, linahitaji baraka ya Mungu. Mafanikio ni temporary. Yanaweza kupotea. Si mliona hapa zamani kulikuwaga na wazee wana pesa, si ndio? Wana magari, mabasi yale. Yapo leo. Hata kijijini kule, si uliwahi kuona ndugu zako au sio ndugu, watu walikuwaga na mabasi zamani, Land Rover yale, mabasi yale, eti kwa Ntebeti. Si walikuwepo zamani? Yale mabasi hapo leo. Watoto wao wanayo.
ni mafanikio, ni temporary. Lakini baraka inadumu vizazi na vizazi. Tunaposema fanya kazi ya Mungu hapo utabarikiwa, tunazungumza hatima yako na uzao wako. Baraka haifi. Hivi mnania baraka ifanye nini? Mungu alinena na Ibrahim akasema toka wewe katika nchi hii. Ukitoka nitakubariki. Hakusema utafanya. Akasema ukitoka nitaku. Hebu nisome pale Amazing 12 pale Mwanzo. Wewe katika nchi yako. Toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Ndio. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Na kukubariki na kulikuza jina lako. Umesikia hapo? Mungu hajazungumza mafanikio, amezungumza nini? Kwa sababu baraka ni permanent. Itaishi kwako, uzao wako, vijukuu na vitukuu, vizazi vyako vyote. Na hata baada ya Ibrahim kuondoka, baraka ile iliendelea kwa Isaka. Isaka alipoondoka ndiye aliyezaa wale watoto wawili, Esau na Yakobo. Iliendelea kwa Yakobo ndiye aliyezaa makabila 12 ya wana wa Israeli. Na bahati nzuri sasa kanisa kizazi cha 4 ndio Israeli. Amina. Kwa hiyo baraka tunayo, anasema kwenye Wagalatia, ikiwa ninyi ni uzao wa Ibrahimu, ni warithi sawa sawa na nini? Na ahadi ambazo Mungu alinena na Ibrahim. Kwa hiyo tunaposema fanya kazi ya Mungu hapa, kama macho yako ni hauoni, unafikiri tunazungumza mafanikio. Mbona mimi ninamtolea Mungu sioni kufanikiwa? Hapa hamna mafanikio, hapa tuna baraka. Na baraka huwa ni endelevu. Na baraka huwa zinakufuata. Ni zaidi ya mafanikio. Sio sema amina basi. Ungeongeza na nyingine si vizuri mpaka hapo. Kwa hiyo unaona mimi hapa najibidisha, nimejiwekea hazina kwa vizazi vyangu, vizazi vyao vyote. Ni mbegu hii napanda. Na nafanya kwa uaminifu. Ili kizazi zangu na vizazi vyao baadaye vibarikiwe. Kwa ufuasi unakupa baraka ya nani? Ya Mungu kwenye maisha yako. Hebu sema unanipa baraka ya Mungu kwenye maisha yangu. Kwa hiyo wana wa Mungu, tunapofanya kazi ya Mungu, hatutafuti mafanikio, tunatafuta baraka. Ni kweli Mungu amesema mpenzi, Petro akasema Yohana, mpenzi ufanikiwe katika mambo yote. Lakini kikubwa hapa nini? Ni baraka. Kwa sababu baraka haipotei. Baraka inaishi kwenye vizazi na vizazi. Aliyesema amina kubwa pewe zaidi. Kwa hiyo ufuasi unafanya nini? Unakubadilisha. Ukikuta hubadiliki, maana yake umeachana na nini? Ufuasi lazima kubadilisha tabia, mwenendo na maisha yako. Lingine, ufuasi unakupa ulinzi. Ile tunaita divine protection. Ulinzi wa kiungu unatokana na ufuasi. Kama wewe hauna ufuasi, tegemea siku zote kupata shida. Sasa si una ulinzi, unaishi kwa vimaombi vya siku 2-3 na manamba mengi ya watu wa kukuombea, kwa sababu umeshindwa mahali pa kuconnect divine nini? Protection. Una namba nyingi za kuniombea. Niombe hapa nipige power, kiuno kinauma. Wakati unatakiwa wewe uconnect mahali pa kupata ile divine nini? Ulinzi permanent. Yani kabisa hapa pamekaza sana. Anakuombea mwingine. Unaona huyo hana nguvu za Mungu. Ushainua tena simu kwa mwingine. Nipige power. Mara usikilize mafundisho kwenye TV, mhubiri anasema shika TV yako. Naona shika TV. Tangu umeshika TV umepona. Watu wangu wanaangamia kwa nini? Hapo ameandika na pale toa na sadaka yako. Umeshika TV na sadaka umetoa, hamna kitu. Kumbe unahitaji ufuasi. Ubarikiwe, umenielewa? Unahitaji nini? Ufuasi. Naomba nirudi kitu nilifundisha muda mrefu. Kila nyumba, kila unayemwona amepewa agizo au nisikilize vizuri hiki kitu nikwambie tena. Sikilize. Wote masikini sikilizeni. Niliwahi kufundisha na rudia. Unisikilize vizuri. Huyu Mungu yuko hivi. Kuna watumishi wake aliowainua kawapaka mafuta yeye mwenyewe. Inaitwa nyumba ya huyo mtumishi. Kwa mfano kuna nyumba ya Musa, si ndio? Nyumba ya Elia Mtishibi, nyumba ya Yeremia, nyumba ya Isaya. Wote tunawaona wale.
Kwa Mungu anapotaka kuwalinda hiyo nyumba, anaangalia agano aliloingia na huyu aliyempa maono. Si anataka kuwalinda? Anaangalia aliongea nini na huyo walioko chini yake, wanaofuata agizo langu kupitia huyo. Ndio maana unaona hapa tumetoa mpaka hii slogan ya maono ya Elia kizazi cha 4. Kwa sababu aliyepokea agizo kutoka kwa Mungu ni nani? Na ukumbuke maono hayo ni ya Mungu, ila alipitia kwa nani? Kwa anayeabudiwa sio Elia, anayeabudiwa ni Mungu. Tuliweke vizuri hapo. Ila Mungu za hawezi kuja hewani, lazima awe na mwakilishi. Hebu sema mwakilishi. Kwa hiyo tunayemwabudu ni nani? Mungu wa mbingu na nchi, Mungu wa Yesu Kristo. Lakini alimtumia aliyeonekana kwa macho haya, anaitwa Elia, akatuletea agizo. Sasa Mungu alivyo, hawezi, huwa anamheshimisha huyu aliyebeba agizo. Kama alivyomwita Ibrahim, si alimheshimu Ibrahim, akamwita huyu ni rafiki yangu. Na Musa naye akasema huyu ni rafiki yangu. Akasema wengine wote nitaongea kwa sauti, lakini kwa huyu nitaongea ana kwa ana. Unaona alivyomheshimu. Sasa huo ulinzi unatokana na mahali ulipo, kutokana na agizo, na nguvu iliyoko hapa inatokana na yule Mungu aliongea naye nini. Kwa mfano hapa tuna nguvu inaitwa madhabahu ya Elia, ambayo inavunja madhabahu zote za uchawi, uganga na vitu vyote vibaya. Hapa ulipo wewe rohoni pana nguvu ya matengenezo, marejesho, upatanisho na kujenga. Hata kama ulichakaa vipi ukapata ufahamu, huwezi kuchakaa tena. Hutachakaa afya yako, hutachakaa maisha yako, hutachakaa. Hata kama uliharibika vipi, hata kama wengine walikukataa, ukija kuelewa ukapokea hiyo manto au hiyo mafuta, unashangaa umeanza kubadilika. Moyo umebadilika, akili imebadilika. Ulikuwa mvivu, unafanya kazi. Ulikuwa huwezi chochote, unaanza unafanya. Mpaka watu wanauliza ni nini hiyo? Kwa sababu kuna matengenezo, kuna marejesho, kuna upatanisho, kuna kujenga. Hii madhabahu ina nguvu ya utajiri. Kwa nini? Kwa sababu mafuta tuliopewa sisi yanachukua kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu mpaka hapa juu. Mafuta yetu hazina lulu na nini inajuya viwango vya utajiri vya milionea, bilionea, trilionea. Sasa haya yote huwezi kuyapata kama una nini? Una ufuasi. Mpaka roho ikuingie. Na kuingiaje? Kwa kusikiliza masomo, kwa kujifunza, kwa kufuatilia masomo, unashangilia roho inakuingia. Sema amina kubwa. Ile roho inafanya nini? Inakuingia. Unashangaa umeingia sasa, kila kitu ni roho ya Mungu ndani yako. Ni roho ya Elia. Unaanza kupata vision, unaanza kupata nguvu, unaanza kupata badiliko. Akili yake inabadilika. Walisema mahali fulani mitume akasema, "Bwana, imekueje hawa wana akili kiasi hiki hawakusoma?" Na nasema wakatambua walikuwa na nani? Na Yesu. Wakatambua walikuwa na nani? Na Yesu. Wakatambua walikuwa na agizo na maono ya Elia. Wakatambua huyu anasali Siloamu. Wakatambua huyu anasali kwenye maono sahihi. Unatakiwa uapprove watu huku liko, utofautishe na wengine kwamba we Mungu uliye naye ni wa kweli. Na kwa mvivu, huombi, husomi, huji badani, unawezaje kuprove Mungu namna hiyo? Ni vigumu. Vigumu. Lazima ujue kwamba haya. Amina, amina. Siku moja samani kwa ushuhuda huu, nilienda kunyoa mahali fulani Dar es Salaam. Akaingia kijana mmoja tukutana ananyoa. Kijana mtanashati anajipenda kweli. Wale wa kwenye saluni wakasema, unapowahudumia watoto wa mzee fulani hawa bwana, hawa anajipenda afu baba ana hela huyu, inabidi uwe makini. Yani paka wale wanaowanyoa hawanyoi kizembezembe. Yani wako makini kuhakikisha unywele unatoka vizuri, kwa sababu baba yao ana nguvu ya fedha pale. Ina maana wale na wao wanajijua, wakiingia mahali wanajua. Kwa wanaweza kusitisha wengine wote kuwanyoa, wanasubiria wamnyoe yeye. Na anacholipa ni sawa na cha kwako. Kwa sababu ya jina la baba yao na nguvu ya nini? Ya pesa alionayo. Kwa na wewe unapoenda, wanataka wajue huyu ni madhabahu ya Elia hii. Ndivyo amani. Ndio nataka turudishe leo. Ndio tulivyokuwa zamani. Hata ukiongea anajua huyu ni shikaneno huyu. Nataka hicho kila mmoja ajue wewe ni shikaneno.
wewe nishika neno, wewe nishika neno, wewe nishika neno. Ukipanda kwenye ndege anasema wewe nishika neno. Ukipanda kwenye treni SGR waseme huyu, yaani ukiongea naye mtaza huyu shika neno, huyu shika neno. Siku moja tulipanda ndege. Unajua kwenye ndege ni kama kwenye basi, kiti hiki kituko jirani na mwandishi mmoja maarufu sana hapa nchini, simtaji jina. Sasa tumeruka hapo na ndege tunaenda Dar es Salaam. Nikawa naomba. So unajua safari huwa tunaomba. Unajikabidhi mikononi mwa nani? Mwa Mungu. Si kwa hofu ya kufa, hapana. Kuombea mfike salama. Nilipomaliza kuomba, jamaa akanisalimia. Umenielewa? Akanisalimia shalom. Nikamwambia shalom. Okay, sawa. Nikasema okay, mimi nakufahamu, wewe huwezi kunifahamu, mimi nakufahamu. Sababu nyewe wana habari, mko kwenye vyombo vya habari, mnaonekana kila mahali. Akasema oh, sawa. Nikajitambulisha, mimi kunaitwa kwa Nehemia na hudumu ya Siloam. Akasema wow, Siloam. Akasema yule baba yenu Elia yule alikuwa sio mtu wa kawaida yule. Akasema yule, mimi mwenye pale kwa lugha yetu nasema nikanywa maji. Unajua kuna mwingine hata ajui maana ya kunywa maji lugha yetu hapa. Nasemaga nikanywa maji kwa tenga au kwa pipa, ajui. Yaani mshangao wa viwango vya juu. Sasa nikabaki namsikiliza. Akasema yule baba yenu alikuwa sio wa kawaida yule. Yule alikuwa na Mungu wa kweli. Hasa nguvu hiyo sinaendelea vikazai, tunaendelea nao vile vile. Kwa kafurahi, akaomba nimpe na mawasiliano, akanipa na vitabu vyake pala, kuwa na vitabu viwili nadhani kimoja akanipatia, akaweka na sahihi, akafurahi mno. Mimi tuliposhuka ndege pale tukaagana, nikasema Mungu kumbe ametuheshimisha sana kupitia baba yetu. Kwani tusimfuate? Dunia inamjua hivyo. Uliyepewa neema shika neno. Yaani dunia inamjua kwamba huyu alikuwa mtumishi wa Bwana. Alafu wewe unaogopa, unaonea haya. Paulo akasema mimi sionee haya injili ya Bwana. Leo usionee haya injili maono na agizo. Usionee haya injili ya Mungu wa majeshi. Usionee haya injili, usionee haya kuvaa vazi jeupe, usionee haya kuvaa wimbo wa Bwana, usionee haya kusema shika neno, tenda neno katika jina la Yesu. Usione haya kusema mimi namwabudu Mungu wa Elia, Mungu wa majeshi ambao ni Mungu wa Kristo Yesu. Atakutembee ukiwa na furaha, maana madhabahu ya Elia inapiga wachawi, madhabahu ya Elia inapiga mapepo, madhabahu ya Elia inapiga magonjwa, inapiga kansa, inapiga HIV, AIDS positive, inapiga mauvimbe, inapiga kila ina ugonjwa, inaangusha, inateketeza katika jina la Yesu, inaangusha kila magonjwa. Aliyesema mimi napewe na Bwana. Ufuasi unakupa hakika ya safari. Hebu sema hakika ya safari. Unajua wewe, ngoja tukwambie vitu vingi mpendaki kuambiwa. Kuna mahali ulikuwepo, kuna mahali upo na kuna mahali unataka uende. Unajua watu wote wenye akili duniani wanaangalia kitu kinaitwa hatima ya baadaye. Hatima ya baadaye maana yake uko leo, hutakuwepo. Hivi mnanielewa? Yaani leo si upo natembea, waneta fulani, iko majira utaondoka. Kwa ufuasi unakupa hakika ukiwa hapa na baadaye. Mnanielewa nachoongea? Ndio maana mimi huwa nafundishaga vitu vingi. Jifunze sana kutunza hatima ya nini? Ya baadaye. Sasa maisha yanapita, maisha yapo yalikuwepo. Lakini tengeneza nini? Hatima. Tunapomtumikia Mungu hapa tunatengeneza hatima. Tunapoomba tunatengeneza hatima. Unatoa unatengeneza hatima. Unamwimbia Bwana unatengeneza hatima. Unadumu kwenye safu unatengeneza nini? Hatima. Alafu adui asikusahaulishe kabisa. Lazima na akili ya Mungu. Usijifanye uko busy muda wote ibada unatafuta pesa. Muda wote uko kwenye pesa. Kwa sababu ni kitu cha kufumba tu, pupu mtu hayupo. Sasa je, hayo yote unaohangaikia leo haupo, ina maana gani? Mnanielewa ninachokwambia? Unahangaika mpaka muda wa ibada, wewe huna time na Mungu. Wewe ni biashara, ni madili tu, ni simu tu.
Ingiza milioni 20 hapo sasa hivi. Oya, nimeshaiona. Ingiza nyingine tena huyu. Yaani huna time na nani? Huna time na Mungu, huna time na ibada. Kuna maisha baada ya hapa. Hilo laanza tuambezane kabisa. Na maisha hayo nayatengeneza sasa hivi kwa utumishi, kuishi katika utakatifu na kumfuata Mungu. Napenda wote katika jina la Yesu. Napenda wote katika jina la Yesu. Sasa basi, ufuasi ndio lango la ushindi katika maisha yako, ndio lango la mafuta, ndio lango la kupendwa, ndio lango la kupendeza, ndio lango la heshima, ndio linalosababisha vipawa na karama viingie ndani yako. Huwezi kupokea mafuta aliye juu yako kama umfuasi. Huwezi. Kuna vipawa, karama zingine unapewa kwa kuwekewa nini? Vingine mtu anazaliwa navyo, vingine unaweza kuwekewa mkono na aliyepakwa mafuta kama mimi, kipawa kikaingia ndani yako. Sasa huwezi kupewa kipawa kwa usiyemfuata, mpaka umfuate. Na kumfuata maana unamtii, unamsikiliza, unashika na unatenda. Umenielewa? Ndio hata akikuwekea mkono, ile nguvu, manto, impartation, uambukizo ule unaingia ndani yako. Kwa nini wengi wampokea uambukizo? Ufuasi haupo. Uambukizo unakataa kama ndani yako huna nini? Huna ufuasi. Kuna ukimpa, unajua huyu hapa kweli amefunuliwa na fulani. Amen, 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 amen. Kwa nini hivyo vitu vinakataa? Kama huna ufuasi, yule uambukizo unagoma. Na kama huna utii, uambukizo unafanya nini? Unagoma. Huwezi kupokea mafuta yangu kama huna ufuasi na huna utii. Na ufuasi ni gharama. Ukubali kulipa nini? Gharama ya ufuasi. Fuata, soma, sikiliza. Kuhani akikwambia njoo, fanya hiki, fanya hivi, hapo utapokea mafuta. Lakini kuna nguvu ya kipekee sana. Leo tukikubali kuvua mavazi mengine yote, tukavaa vazi la ufuasi, kuna kitu kipya kitatokea kwenye maisha. Kuna mambo na struggle kwa sababu ya hiyo ufuasi. Juzi kuna somo nilikuwa nimefundisha hapa, linaitwa neema. Hebu sema neema kubwa. Neema kubwa. Nikasema neema ni upendeleo wa Mungu anaopata mtu, na neema inakuja kwa ajili ya kazi maalum. Amina. Upendeleo ambao mtu anapewa na Mungu, hakustahili, anapewa bure tu. Kwa mfano, tumeokolewa kwa nini? Kwa neema. Hatukuwa na sifa. Hata hii ukilijua hili wakamilifu, huwezi kabisa kufanya utani na wokovu. Hatukuwa na sifa yeyote. Eti leo hii unaweza kuomba Mungu katika jina la Yesu, napiga machawi, napiga mapepo na anatoka. Ingekuwa ni elimu nasomea hiyo, wangesoma matajiri tu. Yaani ingekuwa ni elimu ya darasani, gharama yake ya kuilipia hii elimu na ufahamu tulionao, wangesoma matajiri pekee. Nataka nikufungue macho leo. Ni neema tu. Sasa nikawaambia niwatajia neema. Usikilize somo la siku ya ngapi? Siku ya kwanza, ya pili na ya tatu kama sijakosea. Sababu akasema hawa hatungewapaka mafuta ya ufuasi, hawawezi bila neema. Ruhusu neema yangu juu yao. Sababu neema ndiyo inamwezesha mtu kufanya nini? Kutenda. Kwa hata kama ulikuwa haupo lisafiri, tuliruhusu hiyo neema ya Mungu, si ndio? Nikasema kuna neema ya ubaba kwa mwana, inaitwa neema ya ubaba kwa nini? Kwa mwana. Ile neema ya ubaba kwa mwana inakupa we kurithi vitu vya baba yako. Inaitwa neema ya urithi kwa neema ya baba kwa mwana. Vile vitu alivyo navyo baba yako na kurithisha vya rohoni. Amen. Nikasema kuna neema ya upendo kwa baba kwa mwana. Hii inakusaidia wakati wa uhitaji, wakati wa shida. Sasa hivi vitu mngekaa kujifunza kabisa, vingewasaidia. Yaani kuna wakati una shida, unapita mahali pagumu, ukiomba maombi yote anakataa, pale unahitaji neema ya ubaba kwa mwana. Hiyo neema yenyewe inakusaidiaga wakati unapita kwenye mambo magumu. Usijiombee tu. Unapita pagumu sana, atuombe maombi yote hafanyi kazi. Unahitaji neema ya baba. Hebu sema neema ya baba. Inaitwa neema ya upendo kwa, yani baba yako anakupenda. Ile lango la kukupenda ni neema.
inakusaidia wakati wa changamoto tu, unapopitia mambo magumu ya kifamilia, kibiashara, popote unaumwa. Hii neema na yenyewe ndio inakujaga na kufunika ili usianguke, usipotee, ushinde. Inakusaidia wakati wa nini? Wa uhitaji. Na hiyo huwezi kuipata mpaka umpende baba yako na baba yako akupende. Si ndio? Unajua hiyo wa rohoni, mpaka umehakikisha baba yako anakupenda na una mahusiano nayo mazuri. Hiyo neema inafanya nini? Inakuvusha. Mnanielewa kitu tunachoongea? Inaitwa neema ya upendo wa baba kwa mwana. Inakusaidia wakati wa uhitaji. Ni neema ya baba, neema ya ufuasi, ambayo neema sisi tunaipokea kwa mjumbe kupitia kuhani wa Injili. Na hii mimi ndiyo imenisaidia majira yote, kwa sababu upendo wangu kwa baba yangu hauna doa. Nimelipa gharama. Unajua mimi niliacha kanisa la wakamilifu 2,000 wa kuhesabu kwa namba kuja huku. Ina maana ningekuwa simpendi ningekataa, na hakunilazimisha. Akaniambia nimekuita, Mungu amesema na mimi. Nilikuwa natafuta kuhani wa kumpeleka Mwanza muda mrefu, nimekosa huyo kuhani. Mungu amesema na mimi kwa sauti nikutume we Mwanza. Una wakamilifu wangapi? 2,000. Ibada ya majibu na abudu na 300. Ndio majibu hii. Nina praise ya nguvu, na ubiri kwenye radio, na ubiri kwenye TV, nina kila kitu. Sihangaiki, yani yale maisha ya kuhangaisha nishaachana nayo, miaka nenda rudi. Aliponiita nikafikiria sana ofisini, tuko wawili. Nikamwambia mjumbe, wewe ni nyama katika nyama yangu na mfupa katika mfupa wako. Mimi niko tayari. Na wakati ananiambia huku nisha kuja, nimekuta abiria wako 50, si 20. Ibada ya jioni hawapo. Unajua ingekuwa sijui kukoje, nisha kuja mara ya kwanza, hali ngumu, anabudia kwenye kibanda pale juu. Mama anajua niliwakuta mama huyo. Kibanda cha mabanzi. Alafu wewe umeenda kwenye kibanda cha mabanzi, hakina hata waimbaji, hakina hata kuhani mtendaji, hakina chochote, alafu anakuambia uende kule. Unafikiri kazi ndogo hiyo? Hivi fikirieni, naomba mfikirie. Na kama hamtatumia hii neema vizuri, fikirieni vizuri. Sio kazi ndogo. Alafu anakuambia sikulazimishi, ila nimesikia hivyo. Kanisa mnasikiliza? Sikulazimishi. Ngoja tutaweka hizo video muone siku moja hapa. Muone hizo ibada. Unaona ile kundi lote mlikuwa mnaimba hapa leo, wale ndio waimbaji wote. Unaweza kupata wale kama makundi mawili. Wale wote ndio waimbaji mliojipanga hapa msali. Ndio waimbaji wote wale. Hapa nakwambia nenda, umekuta kabisa kuna kanisa la mabanzi na umekuta abiria waka 50 na 50 wa kuokoteza. Siku ya 5 umeabudu na 50 na wa kuokoteza. Tena wengine wajasimama kama 30 na. Hapa nakwambia sasa Mungu ameniambia uende kule. Unasemaje kuhani wa Bwana? Unajua wale wachezaji wanaopigaga penalty wala anavopumua kwanza, anashusha kwanza pumzi. Lakini ashukuriwe Mungu, mimi sikufanya hivyo. Nilijua hapa Mungu anapima imani yangu, na siwezi kujiutia ule uamuzi. Pamoja na mazingira yote niliyopita kwenye njia na yote yaliyoendelea, siwezi kujiutia ule uamuzi. Kanisa mnanielewa? Mpaka leo kule nikirudi, wakisikia hata walioondoka kwamba nimerudi, kanisa nakuta limejaa. Yote amerudi yule kuhani, baba yetu amerudi. Unaitwa ufuasi kwa nini? Upendo kwa baba. Muulize jirani yako, wewe unampenda baba yako kweli wa rohoni?